Habari gani mwana Keo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwa Keo TV. Umoja wa Mataifa waitaka kuondolewa kwa marufuku ya maandamano Tanzania kabla ya Disemba 9. Umoja wa Mataifa umetaka serikali ya Tanzania kuheshimu haki za binadamu kabla ya maandamano ya siku ya uhuru tarehe 9 Disemba. Msemaji wa ofisi ya kamisheni mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, Sefu Magango, amevitaka vikosi vya usalama kupanga na kutekeleza operesheni kwa namna itakavyowezesha wananchi kupata uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani. Wito huo umetolewa kufuatia ripoti za mamia ya watu kuuawa na zaidi ya watu 2000 kukamatwa baada ya maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba, hali ambayo ilisababisha serikali kuendeleza ukandamizaji dhidi ya wapinzani na hata kutangaza marufuku ya kitaifa ya maandamano ya tarehe 3 Disemba. Magango amesisitiza kuwa hatua kama hizo zimekiuka haki za binadamu na zinapaswa kuondolewa. Akirejea sheria za kimataifa, Magango amesema kuwa silaha za moto hazipaswi kutumika kuvunja maandamano na zinaweza kutumika tu kama suluhu la mwisho kukubaliana na tishio la dharura la kifo au majeruhi makubwa. Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa makamanda wa vikosi vya usalama wana jukumu la kuhakikisha kanuni hizo zimeheshimiwa kabla ya maandamano yoyote, na kutilia mkazo kuwa siku ya uhuru wa Tanzania inapaswa kuadhimishwa kwa uhuru na si kwa ukandamizaji. Una maoni gani kwa hichi ambacho Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa serikali ya Tanzania? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dio Keo TV. Kama huja subscribe, tafadhali subscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa Keo TV. Jina langu Dio Keo TV. Tunakutujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.